tuna tatizo sana la watu wachache, sio wengi, ambao akiwa na siri inampa taabu sana. Mwalimu Haruni ametubania tu. Kuna story nzuri sana kule Zanzibar ya mtu ambaye anahangaika, alipewa na hela kabisa kwamba wewe nakupa hii milioni 1 usiseme hili jambo, lakini anahangaika nalo, mwisho kamrudishia mwenyewe, bwana hela yako chukua, hii siwezi, nitasema tu. Sasa mngekutana na Mwalimu Haruni siku nyingine atawasimulieni. Mimi si lakini anaifahamu vizuri. Kwa hiyo atakapokuja tena mwambieni tusimulie hii habari ya mtu aliyerudisha fedha. Hii anaijua vizuri. Lakini vile vile katika risala yenu mmeongea kuhusu vyuo vyenu. Mmeongea kuhusu chuo cha utumishi wa umma TPSC. Pamoja na hiki cha Zanzibar cha IPA. Kwanza hiki cha TPSC, hiki chuo kinafanya kazi kubwa. Nadhani kaka yangu naye mfuatia amefundisha pale muda mrefu. Nadhani na wanafunzi wake wengine wako hapo. Na hatua ambazo mmepiga mpaka sasa ni kubwa sana, kutoka kwenye kufundisha ngazi ya cheti na diploma. Sasa mmefika hatua mnatoa shahada ya kwanza na mnatoa shahada ya pili. Hongereni sana. Na hizi shahada sio kwenye mambo madogo. Shahada ya kwanza mnatoa katika uhazili, lakini shahada ya pili mnatoa katika mawasiliano, katika uzamili na usimamizi. Na nimeambiwa watu wengi sana wanapata fursa ya kwenda kusoma kwenye vyuo hivyo. Kitu ambacho ni muhimu sana ambacho kimetokea kutokana na mafunzo haya ni kwamba waandishi na waendesha ofisi wetu wamehama katika mfumo wa asili wa utendaji kazi ambao ulikuwa unamtambua kama mwandishi na mwendesha ofisi kama mtu tu wa kutunza kumbukumbu, kuandika na kutunza rekodi, kuweka miadi. Lakini sasa hivi katika nchi yetu mwelekeo kutokana na mafunzo hayo umebadilika. Sasa hivi waandishi na waendesha ofisi wamekuwa sehemu ya maamuzi ya kisera, wamekuwa sehemu ya upangaji wa mikakati na utekelezaji wa mikakati hiyo. Waandishi na waendesha ofisi si watazamaji tena, wanapanga, wanashiriki kupanga na kusimamia walioyapanga. Na vitaka vyuo vyetu hivi viendelee kujiimarisha ili tuwe na jeshi la waandishi na waendesha ofisi linalosaidia nchi yetu. Lakini vile vile katika risala mmeongea kwa kirefu kuhusu vitendea kazi. Nirudie kumshukuru waziri. Waziri kalisema vizuri, mtashughulikia kuhakikisha changamoto hizi zinaondoka, na kwa kweli waziri mlisimamie kwa kina. Lakini vile vile kwenye risala yenu mmeongea habari ya uwekezaji, kwamba sasa mmeamua kufanya uwekezaji, na mmeamua kufanya uwekezaji Dodoma na mmeamua kufanya uwekezaji Zanzibar. Hayo ni mawazo mazuri. Lakini vile vile mmesema kwamba katika mpango wenu huo wa uwekezaji, Mheshimiwa Rais na mlezi wenu aliahidi kwamba atashirikiana na nyinyi. Sasa hapo kazi yangu sio ngumu, ni ya kwenda tukumkumbusha kwamba bosi, kale kaahadi kale ulikoahidi wale wenzetu ni muda wa kukatekeleza. Kwa hiyo ninachoweza kuwahakikishieni, nitakapokutana na rais popote, nitaanza kumwambia kwanza habari yenu hii kabla sijasema shikamoo. Alafu nikishamaliza kumwambia ndio Mheshimiwa Rais samahani kwanza shikamoo. Lakini itafanya ajue umuhimu wa jambo hili. Na kwa bahati nzuri sana, katika mambo ambayo rais wetu amefanikiwa sana ni hajawahi kuahidi asitekeleze. Ni mtu anayetekeleza ahadi zake. Kwa hiyo nawahakikishieni kwamba jambo hili mtapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia kutoka kwa sisi wasaidizi wake.
Nichukue nafasi hii vile vile kutoa wito kwa taasisi mbalimbali. Ameongea vizuri sana Katibu Mkuu wa Utumishi ndugu Juma Mkomi kuhusu taasisi ambazo hazileti watu wake kwa wingi katika mkutano wenu huu, kuwagharamia na kuwapa posho kuwaleta hapa. Katika hili nina mawili. Kwanza, Katibu Mkuu wa Utumishi kama mwajiri kuwa anatamani watu wake washiriki mikutano na wawezeshwe. Lakini pia Katibu Mkuu Utumishi kumsifia katibu afisa rasi aliyekuwa akihudumia watu wake vizuri. Tafsiri yake ni kwamba katibu mkuu huyu yeye mwenyewe anajali watumishi. Tunasikia faraja sana. Nataka niseme yani jambo hilo limenigusa kwamba tumepata katibu mkuu anayejali watumishi, jambo muhimu sana. Lakini na baadaye kaenda waziri anaunga mkono aliyoyasema katibu mkuu wake. Nataka niwaambie waziri na katibu mkuu wako, sisi viongozi wenu tungetamani kila kiongozi awapende, awajali na kuwaheshimu wanaomsaidia. Na ndio maana nimeguswa kipekee na kauli zenu waziri na katibu mkuu wake. Lakini vile vile nitumie nafasi hii pia kumpongeza Waziri Harun. Kwanza jeshi la Zanzibar nimeliona hapa, sio la kitoto. Wao wameonyesha kwa vitendo kwa kuleta watu wa kutosha kushiriki mkutano. Watu ambao nimezoea kuwaona wakishiriki mkutano kwa wingi alafu leo nikashangaa kwenye ahadi ya awamu ni Chama cha Mapinduzi. Sasa nikamuuliza mwenyekiti, haiwezekani hata kidogo kwamba CCM imeleta waendesha ofisi chini ya 100, haiwezekani. Akaniambia ni kweli mheshimiwa, wako zaidi ya 120, lakini zawadi yao ilikuwa ya kioo imevunjika. Sasa mwenyekiti, hata kama imevunjika wataje tu. Mwenyekiti samani, njoo mwenyekiti. Unajua niwaambie ni ukweli, katika mambo haya sio lazima mtu apewe zawadi akitajwa tu. Au uongo kweli? Mwenyekiti njoo. Wanataka uende kule, wewe njoo hapa. Leo na wewe Tesa. CCM oye! Jamani, hichi ni chama tawala. Naomba tufanye kama inavyostahili. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa, naomba radhi. Washiriki wanaokuja katika mkutano wetu walipaswa kuja 190, lakini wamekuja 100. Zawadi yao kama nilivyokunong'oneza mheshimiwa, bahati mbaya imevunjika. Nilijitahidi kuambia leteni yoyote tumpe mheshimiwa tu apokee. Wakanambia atasoma, ataona kwamba tumemfanyia kitu sio vizuri. Mheshimiwa, naomba radhi, lakini chama chetu tawala tunakipenda, tunakiheshimu, tunakithamini na tuko nacho bega kwa bega mpaka 2000 na ngapi? Mguu kwa mguu. CCM oye! Dr. Nchimbi oye! Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Mheshimiwa, hiyo ndio CCM ya Tanzania. Mwenyekiti nakushukuru. Sisi hatutaki zawadi, tunataka useme tu. Na nilichotaka kusema hapa ni kwamba hata kule maofisini kwenu, viongozi wa maofisini, wale wafanyakazi ni vizuri wakawa wanapata motisha za mara kwa mara, hivi safari hivi mara moja na nini. Lakini hata akiambiwa kwa mwaka huu wiki hii umepiga kazi, umenifurahisha, na yenyewe ni zawadi kubwa sana. Mtu akikufurahisha usifiche moyoni mwako. Uongo kweli? Mwambie, inamsaidia. Mtu anarudi nyumbani, familia inaona mtu leo mama au baba amerudi amefurahi, kumbe bosi wake kasema.
na sio nyinyi tu, hata mimi hapa, mimi si makamu wa rais. Kuna siku moja, sio mara nyingi, siku moja Mama Samia tukikutana ananiambia, kuna ile kazi umefanya ilikuwa nzuri sana ile. Naambia asante. Siku hiyo nacheka tu kama zuzu. Kwa sababu watu wanapenda appreciation. Watu wanapenda nini? Appreciation. Akifanya kitu kizuri basi unamuonyesha kwamba hii umefanya jambo zuri. Sasa ambalo lingine nilidhani ni muhimu tukalisemea ni la uchaguzi. Nimeambiwa leo mkimaliza kwenye mwisho moja agenda za mkutano huu ni uchaguzi. Sisi tunawaombea uchaguzi mwema. Kwa niaba ya serikali tunawapongeza sana viongozi wanaomaliza muda wao. Tunawapongeza kwa kazi yao nzuri. Kuendesha taasisi kama hizi sio kazi ndogo sana. Na hasa ikiwa changa, wanapokwenda inakuwa taratibu. Nakumbuka kwenye kuna taasisi moja nikiwa waziri wa mambo ya ndani ilikuwa imeanzishwa ya vijana hivi. Wakati ule alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Pinda alikokuwa mgeni rasmi kule Mwanza. Na vijana wale walikuwa na organization nzuri sana, wakaomba na mchango, ofisi ya waziri mkuu ikawachangia gharama za mkutano kwa sababu walionekana wana maono ya kuleta mabadiliko. Nadhani ofisi ya waziri mkuu iliwachangia kama milioni 50 wakati ule. Mimi nimeenda kufungua, nimemaliza kufungua kwa niaba ya waziri mkuu. Viongozi wao pale mbele wanasema, mheshimiwa, basi tunaomba tukusindikize, halafu tutarudi kuendelea. Sana nyie si mkutano unaendelea, wajumbe wanakunywa chai, tuende kwanza airport. Nikaona kama hivyo sawa, wakanisindikiza mpaka airport. Wale viongozi hawakurudi tena kwenye mkutano. Yaani baada ya kutoka airport ndiko walikopotea na ile milioni 50. Na sijui kama walionekana mpaka leo. Hii habari ya kweli kabisa. Kwa wakati mwingine ukifika taasisi inafika miaka 12, tunasema walioianzisha wakaifikisha hapo, tunawashukuru kwa kazi nzuri. Michango yenu hii mngekuta mtu tayari amehamia Rwanda, hapa naamini hizo hela hazitaisha. Kwa hiyo hongereni sana kwa uongozi mzuri na hapa mlipoifikisha taasisi. Mnaokuja kwenye uchaguzi, wanachama, chagueni viongozi makini watakaoendesha chama chenu kwa miaka inayofuata. Mwapime kwa uwezo na sifa zao, sio kwa sura, makabila na dini zao. Wanaosimamia uchaguzi, mwenyekiti amesema uchaguzi lazima uwe huru na wa haki. Nasisitiza hapo. Kinacholeta vurugu kubwa kwenye taasisi mbalimbali ni kupindisha haki. Kupindisha haki. Kinacholeta shida kwenye taasisi mbalimbali ni kupindisha uwazi. Kwa hiyo hakikisheni uchaguzi wenu hautengenezi malalamiko. Kila mgombea apewe haki yake. Kila mgombea aone haki imetendwa, isiwe habari ya kificho. Mtu akigombea akaona kura zikihesabiwa yeye mwenyewe ama wakala wake, akashuhudia akipata kura 2, haimuumi kuliko akiambiwa kura ilibadilika. Na mtu anaanza kupewa maneno ya kura kubadilishwa kwa sababu hakuwepo kwenye chumba au hakuwepo mwakilishi wake. Kwepeni kama ukoma majaribio yoyote ya kugandamiza haki za wagombea. Na kwa kweli sio haki za wagombea, pia ni haki za wapiga kura. Mpiga kura akipiga kura yake ni lazima iheshimike. Nirudie kuwapongeza tena mawaziri wetu kwa kuongoza wizara hizi vizuri
waziri wetu Maalim Harun na Ridhiwani Kikwete, mnatufanyia kazi nzuri sana, mnaunga mkono watu walio chini yenu, inatutia faraja sana, tunawashukuru sana. Lakini pia hongereni kwa kujifunza kwa kasi lugha ya alama. Na nawaonya vikali, msitumie lugha hiyo kututeta maofisini. Maana mnaweza mkaanza, mnakutana makatibu waendesha ofisi 2 3, afu tuko na mimi niko karibu hapo, mnaanza kumbe hapo mshasema kwa mheshimiwa makamu wa rais hana akili kabisa huyu. Hapo ambia hebu nitafsirie, mwenye kutafsiri asema mheshimiwa anasema una busara sana. Kumbe mshanipiga tayari. Hongereni sana, tumevutiwa na kasi yenu ya kujifunza. Pia nafasi zenu hizi wakati mwingine pia ni nafasi za ushauri. Mara nyingi katika taasisi nyingi nyinyi ndio mnakaa zaidi kwenye taasisi kuliko watumishi wengine. Wengi kuna kuhama kutoka kuingia huyu kurudi, nyinyi mnakaa zaidi. Kwa vyovyote vile mnajua vitu vingi zaidi kuliko watu wengi. Inapotokea mazingira ya kutoa ushauri unaosaidia, msiache. Na watu wataendelea kuiheshimu kada yenu na kuithamini kwa mchango huo mnaotoa. Na mimi nitawapa mfano. Mimi niliwahi kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya taasisi fulani hivi. Siku moja kulikuwa kuna nyaraka za mali za taasisi hizo, nikaambiwa na mtendaji wa ile taasisi kwamba zinatakiwa zibadilishwe ili kupata ubora zaidi. Na kwa kuwa alikuja kunitembelea kuniambia, nikaambia haina shida. Nikampigia simu katibu muktasi, wape hizo nyaraka. Na kwa sababu aliyekuja kuniona mtendaji nilikuwa namuamini sana, nikamwambia wape. Akasema sawa mkuu, na wapa. Halafu akaniuliza wamekuja kukuona? Nikamwambia ndio. Akaniambia wako wapi? Nikamwambia wameshatoka wanakuja. Akasema sasa bosi, mimi ndio niliwaambia sitoi bila wewe kutoa kibali. Hayo maelezo waliokupa na mimi wamenipa ni mazuri, lakini waambie wakuandikie. Waambie wakuandikie. Na mimi nikawaita nikawaambia hebu niandikieni. Wakaandika. Tunataka kwa nyaraka kwa ajili kuzibadilisha hivi na hivi na hivi na hivi. Na mimi nikaandika pale chini nimekubali. Nikampelekea. Akasema bado watoe nakala 2 zote ziwe original. Nikasema huyu mbona anasumbua huyu? Nikawaambia lakini unajua kama fani sio yako usiulize sana. Nikamwambia niandikie nyingine. Wakaandika wakaleta. Na yenyewe nikaandika vile vile. Akaniambia haya, hiyo moja baki nayo itunze vizuri. Moja hii inaingiza kwenye faili. Nikamwambia sawa. Miaka 7 baadaye. Miaka mingapi? 7 baadaye. Na kuja kuhojiwa na vyombo vya sheria kuhusu ile jambo. Na ile moja iliyobaki kwenye faili imeshapotea, haipo. Yaani siku hiyo jamaa wamenihoji kama mwizi. Kumbe jamaa wakwenda kubadilisha ile kitu yote wakaenda kuuza. Mnaweza mkaimagine nilifungua maboksi mangapi na masanduku mangapi kuitafuta. Maana sikuona hata umuhimu wake wakati akiniambia. Na mwisho nikaipata. Nikawapelekea waliokuja kunihoji. Lakini na sasa nikawa mjanja. Baada ya kuambia ile ya kwanza imepotea, hii ya pili nikaenda kutoa kwanza kitu kinaitwa certified true copy of the original. Ndio nikawapa tu. Naonyesha ile nyingine, naonyesha mbali. Mnaiona hii? Pale ndipo nilipoponea.
Na ile kesi kama isingekuwa ile karatasi, nadhani mwaka jana ndio ningekuwa namaliza kifungo changu. Na mnajua unaweza kufungwa una kosa kabisa, mnaelewa? Lakini nimeokolewa na katibu muktasi. Leo badala ya kuitwa makamu wa rais ningekuwa naitwa mfungwa aliyemaliza muda wake. Kwa hiyo mnaweza mkajua, mnaweza kusaidia ama kuharibu. Ninachosisitiza ni kwamba nyinyi mnajua mambo mengi kuliko watu wengi kwenye ofisi. Tumieni nafasi hiyo kuwa watu wa msaada kwa taasisi zenu. Tumieni nafasi hiyo kuwa watu wa msaada kwa taasisi zenu, katika uadilifu, uchapakazi, weledi, basi na moyo wa kusaidia. Moyo wa kusaidia. Moyo huo utafanya taasisi hii iendelee kupendwa na kuheshimika. Sasa mimi kwa mtu mmoja tu yule ambaye nimewaambieni aliyekuwa katibu muktasi, leo kuna chama gani cha makatibu muktasi au waendesha ofisi wakiniita sitaenda? Sababu hawa ni watu muhimu. Hawa ni watu muhimu. Na ukishapitia mambo kama hayo unakuwa unajua kwamba katika taasisi kila mtu mwache afanye kazi kwa fani aliyosomea. Inasaidia sana katika maisha. Sasa na mawili, mna muda niende mpaka saa 10 au nimalize? Niendelee? Sasa machache ya mwisho. La kwanza, kuna ile kwaya yetu ile imeimba hapo, kwaya ya TPSC. Wamenitumia ujumbe wale wanakwaya kwamba wangependa kushiriki siku ya mazingira. Na of course, kwa bahati mbaya, of course, ratiba yote na watakaoshiriki siku ya mazingira duniani imeshapangwa na watu wameshaamriwa nani wataenda. Lakini sasa ukiwa makamu wa rais huwezi hata kuelekeza kwaya ikaenda na wewe utoshi. Kwa hiyo waziri wa nchi mazingira Masauni, kokote uliko uingize kwenye ratiba. Hapo vipi? Maana ukishakuta na makamu wa rais naye analialia, jamani ratiba muda umeisha, au sio? Kwa hiyo wanakwaya tunawatakia heri kwenye shughuli hiyo, na kwa kuwa mlichoomba nimetoa, na nyie nitakapokuwa naondoka muimbe hapa. Maana ya mambo nipe nikupe, uongo kweli? Kabla sijamaliza na salamu. Mnatamani kupata salamu?